Leo tumeingia makubaliano ya ushirikiano kati ya Mamlaka ya Uwekezaji na Benki ya Maendeleo ya Tanzania TIB. Mambo matatu ambayo tutafanya nao kazi kwa karibu. La kwanza ni kuhakikisha Mtanzania yeyote anayetaka kufanya mradi wake na anataka kufanya feasibility study anapata msaada wa wataalamu kutoka TIB na kutoka kwenye Mamlaka ya Uwekezaji. Hapo awali tulikuwa tunamwambia kila Mtanzania alete mradi wake ambao ameshaufanyia kazi yeye mwenyewe. Kwa wale wenye miradi ambayo inaweza ikawa na fursa kwenye benki yetu na mamlaka yetu, tunaweza kushirikiana nao kwenye upande wa feasibility study. Lakini upande wa pili ni upande wa mitaji. Benki ambayo ina mtaji mkubwa, mzuri, lakini pia mitaji ya upekee, unique capital, kutokana na project ni benki ya TIB. Kwa hiyo tutashirikiana nao kuhakikisha wawekezaji wote wanaokuja nchini, wanaokuja kwenye special economic zone zetu, wanaweza kupata usaidizi kwa ajili ya kufanya uwekezaji wao. Lakini sehemu la tatu ni mashirikiano baina ya taasisi zetu mbili. Kuna maeneo ambao wenzetu wapo, sisi hatupo, tutategemea msaada na ushirikiano kutoka kwao kuhakikisha huduma ambazo tunataka kuzitoa kwa ajili ya wawekezaji zinakwenda kote. Kingine ambacho tumeingia makubaliano na TISEZA ni katika kuandaa maandiko ya miradi. Unasema bankability ya miradi imekuwa changamoto kubwa sana, hasa kwenye taasisi nyingi ambako wafanyabiashara wanakuwa hawajaandika maandiko ya kutosha ambayo yatafanya sasa ile miradi iweze kupata ufadhili wa kifedha. Sisi tumeingia makubaliano hayo kwa wawekezaji ambao watakuwa kwenye maeneo, pia watapata fursa ya kuweza kusaidiwa katika kuandaa sasa hayo maandiko ya miradi yao ili iweze kuweza kuwa bankable na iweze sasa kupata ufadhili wa kifedha aidha kwa kupitia TIB hata taasisi zingine za kifedha. Maeneo mengine ni ushirikiano wa sisi na TISEZA hasa katika ile miradi ya kimkakati ambao tunasema miradi ya mageuzi. Kuna miradi 9 ipo kwenye dira 2050 ambayo inachochea sasa uchumi wetu. Ni maeneo ambayo pia tunafanya nao kwa ukaribu kuangalia sasa kwenye hao maeneo yao ili kusaidia hizo sekta za kimageuzi na kuweza kusaidia katika kuchochea uchumi wa nchi yetu.